au afungwe moja kwa moja. Kwa mechi zilizobaki ni chache. Kwa hiyo mechi ya leo ndio inaweza kwenda kuamua kwamba kati ya Simba au Yanga nani anaenda kuwa bingwa wa msimu wa 2025-26. Napenda Yanga afungwe. Tena wapoteze hiyo mechi, fungwe tu hata goli 3-4. Matamani yangu makubwa ni kuona Yanga wakipoteza mechi yao dhidi ya Azam. Nimefocus katika mechi ya Yanga kutokana Yanga ananiongoza kwa pointi 2. Tumepishana kwa pointi 2 kwenye mama wa ligi kuu. Kwa maana yake Yanga leo akipoteza mechi yake na sisi tukapata ushindi katika mechi yetu dhidi ya Mtibwa, tuna uwezo wa kuwazidi Yanga pointi 2. Tutakuwa kwenye nafasi nzuri, na hiyo inategemea na mechi zilizobakia 2, ama mechi ya Singida na mechi na KMC, ambayo Simba zote hizo mechi akishinda tunaweza tukatangaza ubingwa moja kwa moja. Maanake hatuwezi kutangaza ubingwa baada ya Yanga kupoteza na Azam alafu sisi tukashinda mechi na Mtibwa. Maanake tutakuwa tunaongoza ligi ila bado hatujakuwa mabingwa kutokana na nini? Yanga naye pia bado ana nafasi ya kuchukua nini? Ubingwa. Kutoka kuna mechi 2 ambazo zimebakia. Sababu Yanga wamepoteza mechi lakini Azam walishinda mechi. Ila Yanga watakuja tofauti kutokana na mechi ya leo ina umuhimu zaidi kulingana na matokeo waliyopata kwenye mechi ya awali, ambayo ni mechi ya CRDB Federation Cup. Leo Yanga wanahitaji matokeo ya ushindi. Wakipata sare, Simba wakashinda, basi itakuwa wamelingana nini? Point. Wakija kwenye head to head, Yanga anaweza kuwa bingwa kutokana na mechi ya awali Simba alivyokuwa nyumbani. Yanga alivyokuwa nyumbani mechi ilienda sare bila kufungana. Lakini mechi ya pili ambayo ilipiga Meja Isamuyo, mechi ilitoka sare ya 2-2. Kwa maana Yanga wana faida ya kupata goli 2 ugenini. Kwa hiyo moja kwa moja Yanga anaweza kuwa bingwa. Kwa matokeo tunayotaka leo sisi wana Simba, mimi kama shabiki wa Simba napenda Yanga afungwe. Tena wapoteze hiyo mechi, ikiwezekana wafungwe tu hata goli 3-4, mechi ishe mapema. Manake wao wakipoteza, sisi tukishinda, sisi tunakuwa tunawazidi tunaongoza kwa pointi hizo 2. Na sio rahisi Simba kupoteza mechi zilizobaki. Mechi ya Singida na mechi ya KMC. Na mechi ya leo pia ya Mtibwa. Ya Mtibwa. Manake sio rahisi kupoteza. Manake kwa sasa hivi pressure kubwa tunayo Simba kuelekea mechi ya Yanga na Azam. Sisi kama mashabiki. Na sio mashabiki na hadi uongozi wa Simba wana pressure kubwa kuelekea mechi ya Yanga na Azam. Sio mechi ya sisi na Mtibwa, kwa sababu tunaamini kwenye ubora wa Simba waliokuwa nao sasa hivi. Uwezo wa kushinda sisi tunao. Kwa ushindi wa Azam watanufaika, wa kwanza wa kunufaika ni wao. Sisi tutanufaika kulingana na matokeo watakayopata Yanga kutokana na mechi waliocheza na Azam. Maana wao wamepoteza, sisi kwetu ni furaha kwa sababu katika mbio za ubingwa sisi na Yanga tumepishana pointi 2. Kwa hivyo vyovyote vile Azam watafurahia ushindi kama walivyofurahia kwenye kombe la CRDB. Lakini pia Azam wataendelea kujisimika kushika nafasi ya ngapi? Ya 3, kwa sababu nafasi ya kuchukua ubingwa Azam sioni nafasi ya kuchukua ubingwa. Manake kwa mechi zilizobakia na pointi walizokuwa nazo inategemea na wapinzani walowazidi pointi wapoteze mechi zote zilizobaki. Manake Yanga afungwe mechi zote 2 zilizobaki, kichanganya na mechi ya leo ya 3, na Simba naye afanyeje? Apoteze. Azam ndo anaweza kuwa bingwa. Lakini tofauti na hapo, Azam ushindi atakaopata leo atajisimika kwenye nafasi ya 3. Manake mbio za kugombania nafasi ya 3 ni kubwa vile vile. Kwa sababu ukiangalia Singida nao wanahitaji kufika hapo. Ukija ukaangalia TRA, japo TRA nao washapotea kwenye top 4, manake walikuwa wanatafuta nafasi ya 4 ili wapate kushiriki na mashindano ya kimataifa. Sasa hivi Singida ndo wamekuja vingine, wamebadilika, wanashinda kila baada ya mechi. Na mechi ya Simba na Singida itakuwa ngumu vile vile. Kama leo ikitokea Yanga kafungwa, basi mechi ya Simba na Singida itakuwa ni ngumu vile vile kutokana na mpira wetu umetawaliwa sana na siasa. Manake Yanga sasa wataenda kutia nguvu nyingi kwa nani? Kwa Singida. Swala zima la bodi ya ligi wamefanya hivi kulingana na upangaji wa matokeo. Manake kama ingetokea mechi ya Simba ingechezwa
saa 10. Maanake leo Yanga sio wanacheza Amani kule Zanzibar. Uwanja ule unataa. Mechi ingechezwa saa 2 au saa 1. Yanga kashajua matokeo aliyopata nani? Simba. Aidha kapata sare ama kashinda. Maanake inamlazimu yeye vyovyote vile anatakiwa mchezo wa ushinde. Kwa nguvu yoyote ile akaze ili ashinde. Kwa fitina yoyote ile. Kwa fitina yoyote ile. Ndio maana wameweka muda mmoja. Kwa maana kila mtu atakuwa yuko kwenye nini? Kwenye pichi. Ukicheza vibaya unapoteza mechi. Na ukishapoteza mechi basi haupo tena kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo yoyote anatakiwa Yanga ili awe bingwa ashinde mechi zake zote zilizobaki. Asitoe sare hata hii. Simba awe bingwa ashinde mechi zake zote zilizobaki. Lakini pia Yanga anatakiwa apoteze mechi moja ili Simba awe bingwa. Kwa hiyo mechi ya leo, wana Simba, sisi kama mashabiki tunatamani kiwetu kubwa Yanga apoteze huu mchezo. Kwenye mchezo wa soka hiyo inawezekana. Lakini kwa timu kama Yanga, timu ambayo imechukua ligi mara 4 mfululizo na ilikuwa na admitted ya mechi 28 bila kupoteza. Hiyo inakuwa kidogo inaleta ugumu kutokana na hawa watu wametoka kukutana siku sio nyingi. Maana wametoka kukutana Jumamosi, Jumapili, si ndio? Jumapili wamepumzika, Jumatatu, Jumanne, Jumatano leo wanakutana tena. Kwa hiyo hii mechi inaenda kuwa ngumu. Mimi kwa muonekano wa hii mechi, mtazamo wangu, naona hii mechi kabisa inaweza kwenda kuwa sare au Yanga akashinda. Kwa mtazamo wangu, ila sitaki Yanga ashinde mechi ya leo. Aidha afungwe au apate sare. Maana sisi pia tutakuwa tayari tushapata picha nzuri kwamba kwa matokeo haya tunatakiwa tufanye nini ili tuwe mabingwa. Na Yanga naye atajua tayari mpaka sasa hivi mimi nimepoteza mchezo, natakiwa nifanye mbinu gani Simba naye afanyeje? Apoteze. Aidha apate sare au afungwe moja kwa moja. Kwa mechi zilizobaki ni chache. Kwa hiyo mechi ya leo ndio inaweza kwenda kuamua kwamba kati ya Simba au Yanga nani anaenda kuwa bingwa wa msimu wa 2025-26.